Mungu asifiwe. Kitu ambacho tena nakihitaji ni kwamba kwenye maneno ya Mungu tuwe watulivu. Maneno ya Mungu tuwe watulivu, au kwenye neno la Mungu. Tahubiri tu kuhusu kichwa kinaitwa neno. Amen. Andika tu wewe neno. Ni la Mungu kweli, lakini hata ukiandika basi neno la Mungu sawa. Andika neno la Mungu ili sentensi iwe na mvuto. Nimefikiri kwamba hata wazee waliponipigia, maana kulikuwa na wasiwasi kama nitakuja au sitakuja, nikamwambia acha tu kila ambacho ninacho tushirikiane na wana wa Mungu. Kuna maneno na kuna neno. Sawa Kwa mfano nikisema nikisema kula, hilo si neno moja. Au nikisema kuleni chakula, ni maneno mangapi? Si mawili. Kuna herufi ati kuna na neno. Amen. Kwa hiyo nimeona kwamba hebu tuangalie kwa kina neno la Mungu. Na sitavutia sana. Naomba mmoja anisomee Yohana 1. Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa 1, na hapo tu mbele kidogo labda mstari wa 5 hivi. Kuna siku Bible study nilifundisha somo ambalo ngoja kwanza tuende na hilo. Nasoma Injili ya Yohana kama hivyo ilivyoandikwa, mlango wa 1. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Hakikufanyika chochote. Amen. Wateule tuchangamshe mioyo yetu. Unajua shida, unajua Roho Mtakatifu ananionyesha gati. Mungu ananionyesha. Kwa hiyo maana mpaka dakika hii kuna mtu tayari tahadhari nini mchungaji Langaila anaongea. Sasa tutapata hasara. Amen. Tutapata hasara. Kuna mtu tayari Mungu amenionyesha. Nilishukuru wale watu nasemanga hivyo wananifuataga na wasaidia. Wewe unajiami na baba yako. Mungu akisema amesema, arudi maneno. Unanielewa? Yaani amesema anamaanisha. Sio kama mtu. Toa anaweza kusema hili, aseme lile. Lakini hapo mwanzo kulikuwapo neno. Na huyo neno alikuwako kwa nani? Kwa Mungu. Wala pasipoe hakuna chochote kilichofanyika ambacho kingefanyika. Ni ujumbe kamili. Bwana asifiwe. Kwa nini moyo wangu umeshikwa? Ni saa nyingine tunazoea badala ya kujua Mungu anamaanisha, tunakaa upande wa kusema Mungu ni upendo. Jambo ambalo lile Mungu alilolisema, amesema mbingu na nchi ziwepo. Akalete miche ya kila namna, akainakshi dunia, akaiboresha, weka vitu vizuri. Haleluya. Amen. Ambavyo mwanadamu anavitamani, au kwa lugha nzuri anamiliki au anavifurahia. Haleluya. Amen. Saa nyingine ukitunza bustani yako ikastawi. Nilikuwa napita maeneo fulani wakati tunaenda kwenye mazishi, nikaona kumbe maji kweli wanaita ni uhai. Mgomba umestawi, nilikuta kuliko hata Meru. Niliona mahali fulani. Kwa hiyo Mungu anaposema kulikuwa kwa neno, na huyo neno alikuwa kwa Mungu. Unajua Kristo kwenye uumbaji alikuwa stadi wa kazi. Alikuwa injinia mkuu, tendaji mkuu.
pamoja na Roho Mtakatifu. Amen. Kwa hiyo kwa kitu cha kujua, pasipo yeye hata usinge kuwepo. Amen. Yaani usinge kuwepo kabisa. Hiyo shamba unalo furahia lisinge kuwepo. Wala hakuna mahali kwamba inaonyesha kwenye Biblia Mungu akasema iwepo migomba aina ndizi Uganda. Alafu haikutoka vizuri hata nirudie. Alisema ikawa hivyo. Biblia inasema alisema ikawa hivyo. Akasema Langaela azaliwa kuwa mrefu. Hata mama angelalamika, kwa nini Mungu amenipa mrefu hivi? Kama sijui wanatemaka mrefu kama mwaka wa njaa. Maana mwaka wa njaa uishi. Ni hivyo hivyo, ameumbwa hivyo hivyo. Amina. Amen. Kwa nini mimi amenipa sura nyeusi na wakati kuna warembo weupe ndio wanafutia zaidi? Ni hiyo hiyo black. Maana amesema harudi. Amen. Iliwaiti Kiswahili. Amen. Kwa nini nimekuwa silimu hivi nisiwe kama fulani, nikiondoka watu wajue na mimi kwamba ni bonge? Hivyo hivyo. Maana ni uumbaji wa Mungu. Amen. Amesema. Kama amesema acha kitu fulani, hata rudia aseme basi hebu nifanye marekebisho. Kuna mambo ya kisheria wanasema let us make amendment. Hakuna cha amendment, marekebisho. Amesema. Maana yangu nini? Ni ukuu wa Mungu. Ndio maana amesema kila neno lenye pumzi lafaa kwa mafundisho. Wezi kusema ile hapana mimi nitakaje. Hapana. Amesema. Jamani, tuko pamoja? Amen. Kwa hiyo ninavyovifurahia, alisema iwepo maji. Najua tunanunua tu haya maji, lakini tulipewa na Mungu. Sio engineer alileta. Au ni kina Renard Bonke? Hamna. Sio kina Isaya nabii. Mungu amesema yawepo maji, si ndio tunakunywa haya? Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Iwepo mboga za majani, nyama, nini, kila kitu. Amesema. Kwa hiyo saa ingine ndugu zangu, tuwe na kitu kinaitwa busara. Busara unafikiri hivi kitu hiki kikweje nikipelekeje? Amen. Kwa sababu saa ingine watu wanapuuzia neno la Mungu kwa sababu ya maneno mengi walionayo. Tuko pamoja? Amen. Yaani Mungu sheria yake inanyooka. Neno la Mungu linanyooka ati. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Naomba mzee Sumari nikusumbue usome tena. Pale uendelee kidogo tu. Mstari wa 4. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima. Naomba urudie pale kwanza uendelee tu mpaka hapo. Hapo mwanzo kulikuwa neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Umefika mwisho? Hapana, mstari wa 5. Mstari wa 6. Palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Huyo alikuja kwa ushuhuda ili aishuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru.
kulikuwako nuru halisi, imtiayo nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Amina. Kuna ule mstari wa 5 au wa 6 amesemeje wa 6? Palitokea mtu ametumwa wa 4. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima. Ndani ya hilo neno ndiko liko nini? Uzima. Amina. Na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Ulikuwa nuru ya watu. Kwa hiyo neno la Mungu halibadiliki. Wewe ndio utabadilika. Bwana asifiwe. Amen. Wewe ndio utanini? Na tunabadilisha neno la Mungu kwa ajili ya maneno mengi tulionayo ambayo hayaendi na msingi wa neno la Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Biblia juzi nilifundisha kuhusu haki. Kuhusu haki. Nilifundisha kuhusu haki na mwenye haki. Ilikuwa siku ya Jumaa. Haki na nini? Na mwenye haki. Maana kuna hiyo haki, lakini na mwenye haki. Bwana atusaidie sana. Kwa hiyo ndugu zangu, tunapoyatazama maneno ya Mungu, sio kitu cha kupeleka kama ambavyo tunataka, tutapata hasara. Amen. Amen. Maana katika hilo neno ndiko uko uzima wangu. Na huo uzima akisema hivi, nifuate ilivyo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Nifuate ilivyo. Nje ya pale tunatafuta uharibifu. Ni uharibifu tunahitaji. Unajua haki tunaipateje? Haki, kwanza haki ni kitu ambacho huwezi kukosoa, kiko pale. Ili koti langu hili ni haki ya nani? Unaweza kuliwekea sheria? Si mali yangu, ni haki yangu. Na neno la Mungu ni haki ya nani? Ya Mungu. Nilisema saa nyingine tuna haki zetu. Mungu ana haki yake na sisi saa nyingine tunakuwa na nini? Ndio maana huwa tunahubiri hapa, watu wanatetea msimamo wao ndani kwa ndani. Watuhubirie wewe, watu mirare ngeta jokono wakabilindi. Akamwambia mchungaji wala mzee wa kanisa, kimya. Maana ni haki yake, ya nafsi yake. Mnaelewa kitu nafundisha? Amen. Amen. Naomba ebu moja twende tu na neno la Mungu. Moja nisomee Zaburi ya 64 au 65 sijui. Ebu 65 64. Mstari wa kwanza tuangalie hapo, alafu tuangalie na 65 hapo. Isaya. Tamani Isaya. Isaya 65 hiyo. Watu wasionitaka wanauliza habari zangu. Nimeonekana na hao wasionitafuta. Rudia tena mzee. Watu wasionitaka? Watu wasionitaka wanauliza habari zangu. Nimeonekana na hao wasionitafuta. Wasionitafuta. Na liliambia taifa lisiloitwa kwa jina langu. Nitazameni. Mchana kutwa nimewaonyeshea mikono yangu watu walioasi. Ndio. Watu waendao katika njia isiyo njema. Wakifuata mawazo yao wenyewe. Watu wanikasirisha mbele za uso wangu daima. Wakitoa dhabihu katika bustani zao. Na kufukiza uvumba juu ya matofali. Waketio kati ya makaburi. Na kulala katika mahali pao pasiri. Walao nyama ya nguruwe. Basi ishi hapo. Anzia hapo mwanzo tena tu.
Alafu saa ingine si lazima mzee asome tu mwenyewe, mwingine huko anaanza watu wasionitaka wanauliza habari zangu. Nimeonekana na hao wasionitafuta. Na niliambia taifa lisiloitwa kwa jina langu. Amina. Kwa mfano hapo tunaweza kwenda Israeli na mataifa. Anasema watu wanauliza habari zake. Ni kama kumsema Mungu ambaye humtaki. Halafu hapo chini anasema jinsi ambavyo amekuhudumia. Saa ingine toka asubuhi ulinzi wake, unapotembea na kurudisha, mambo mengi tu. Hata uhai ulionao. Lakini hapo akasema na alionekana kwa wasionitafuta. Saa ingine Mungu anachukizwa sana na mtu aliyeokoka halafu achezee neno lake. Maana wokovu ni siri. Sio kila mtu, sio dini. Ieleweke wateule. Kwa hiyo hapa anasema basi kama ni hivyo, ninyi ambao nimewatendea hivi, anaambia Israeli, nimewavusha, nimewahamisha, nimefanya, basi itaonekana kwa watu wasionitafuta. Kwa sababu Mungu ana watu wengi ati jamani. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ana watu wengi. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ana watu wengi. Kwa hiyo umesoma 65 Hebu 66 hapo. Hebu 66 hapo. 66 anasema Bwana asema hivi, mbingu ni kiti changu cha enzi, na dunia ni mahali pa kuweka miguu yangu. Mtanijengea nyumba ya namna gani? Na mahali pangu pa kupumzika ni mahali gani? Maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote, vitu hivi vyote vikapata kutokea, asema Bwana. Amen. Rudia hapo mzee Sumari, kuna maneno mazuri sana. Bwana asema hivi, mbingu ni kitu changu cha enzi, na dunia ni mahali pa kuwekea miguu yangu. Mtanijengea nyumba ya namna gani? Na mahali pangu pa kupumzikia ni mahali gani? Maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote, vitu hivi vyote vikapata kutokea, asema Bwana. Amina. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mkono wako ndio ulifanya vitu ulivyo navyo. Tuko pamoja upande wa chini? Amen. Yaani mkono wake, yaani uumbaji wake, neno lako ndio liliumba hata sura yako. Si sawa jamani? Amen. Japo tunaweka madoido, lakini Mungu ndiye kaumba sura yako. Ndiye kaumba ulichonacho. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ni nabii Isaya alikuwa anaongea na taifa. Anaongea na wewe. Kwa nini kinatafutwa hapo? Ni majivuno ya rafiki yangu. Ni kwenda kwa unyenyekevu katika dunia hii. Wanasema kukanyaga polepole. Kwa nini? Kuna kitu ambacho ni asili yako. Tumepewa kumiliki. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sawa jamani? Amen. Yaani mtoto wako amesoma mpaka anaitwa genius, ana PhD. Ni neema tu ya Mungu kukubali pia. Bwana asifiwe. Amen. Maana Biblia inasema ndiye mwenye kipimo, ndiye apimaye moyo, ndiye anayepima moyo. Kwa hiyo tunaposema neno la Mungu ni la kuogopa, ni la kutetemeka tunapolisikia. Lakini ukisha kufa ganzi, hakuna balaa chini ya jua kama Mkristo aliyekoka kufa ganzi. Ni hatari. Hatari, 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 hatari. Hatari, hatari. Unaona? Mungu atusaidie sana. Amen. Mungu atusaidie. Amen. Endelea hapo chini mzee, kuna ujumbe hapa.
Naendelea na huu mstari wa pili. Maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote. Vitu hivi vyote vikapata kutokea, asema Bwana. Lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia. Ni watu. Ni watu. Jamani, ni watu. Lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia. Mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, atetemekae asikiapo neno langu. Asikiapo neno? Sio mtu wa kupuuzia mambo. Sio mtu ambaye neno likipita basi. Maandiko anasema Mungu atakayemwangalia. Sio langaeli. Saa ingine tunapenda mchungaji atuangalie sauti ya mtu aliye nyikani kwamba tengenezeni njia ya Bwana. Amen. Amen. Kwa hiyo mzee, rudia hapo tena. Anasema, maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote. Vitu hivi vyote vikapata kutokea, asema Bwana. Lakini umeendelea ndio sana. Lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia. Mtu. Maana wokovu ni wako binafsi. Kuna mtu anaharibika kwa ajili ya mtu mwingine. Anasema nitakayehangaika naye ni yule anayesikia neno langu anatetemeka. Anajua Mungu amesema atisila kaini. Si mzee Sumari, si kivuyo. Shida tunaona watu badala kuona neno. Tuko pamoja? Yaani unaona mtu badala kuona neno. Lakini ndugu zangu, asubuhi ya leo au mchana wa leo, maandiko yanasema mtu Mungu atakayemwangalia, yaani atakayemshughulikia, atakayemlinda ni huyu ambapo akiambiwa acha hiki anaacha. Mungu atatembea naye. Si ndio Biblia? Sio wapuuziaji. Sio watu ambao hawana hofu, hawapondeki. Wakiona na viongozi hawana hiyo habari. Imeisha. Kama Ezekieli anavyosema, watu huja mbele yangu kama hodavyo, kusikiliza neno langu lakini wasitende, maana mioyo yao inatafuta faida yao. Mambo haya ndio kueleza kanisa kwamba hakuna chochote kilichofanyika ambacho kingefanyika. Hata yale ambao naona na mimi ni mtu. Unajua watu wanaonekana akipata vitu vya mwili yeye ni kumbe kama hajafanikiwa si maana yake nini? Amen. Ni mtu atetemekae asikiapo neno langu. Hakusema maneno. Amina. Unajua mwenye haki ni mtu aliyeokoka hata. Ndiye anapewa haki. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba Warumi 10 mstari wa 4. Warumi 10 mstari wa 4, mmoja alisomee. Niangalie pia Ibrania. Warumi 14. Kuna Warumi 10 kweli? 10 mstari wa mmoja asome. Soma. Kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria, ili kila aaminie ahesabiwe haki. Wokovu ni kwa wote. Kwa maana Musa aliandika juu ya haki itokayo kwa sheria. Kwa sheria. Ya kuwa mtu afanyaye hiyo ataishi kwa hiyo. Ndio. Bali ile haki ipatikanayo kwa imani yanena hivi. Rudia tena, soma tena Biblia. Kwa maana Musa aliandika. Anzia hapo ulipoanzia, watu wasikilize vizuri. Fungweni, kuna maneno ya maana sana hapo. Anzia mstari wa 4. Kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria. Kristo ni mwisho wa nini? Upande wa juu ni mwisho wa nini? Ili kila aaminie
ahesabiwe haki. Ahesabiwe haki. Kaa utaendelea kusoma tena. Kristo ni mwisho wa sheria. Torati ya Musa ilikuwa ni sheria. Amri 10. Tukiokoka hatufungwi na amri 10, tunafungwa na neema. Amen. Kwa hiyo anasema kama mtu anafikiri sana, anajua sana kisheria, anafikiri hapana bwana niko hivi, anaambiwa basi Kristo ndiye mwisho. Kwa nini? Damu yake ilibatilisha vitu vingi ambavyo vilinenwa na Torati. Amen. Kwa hiyo unakuta Musa yeye alipewa sheria na Yesu Kristo neema. Ni vitu viwili tofauti. Tumesikia ni Kristo ni mwisho wa sheria ili kwa imani tupate haki. Kwa hiyo unapookoka natembea na haki. Sheria ya roho wa uzima ulio katika Kristo Yesu ambayo ni haki. Hebu tuseme haki. Kwamba mimi ni mwenye haki wa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Kama bado naongozwa na amri, naishi kwa amri, kwamba leo nitaabudu maana sheria yangu inasema hivi, mawazo yako vile. Tunatembea tina sheria ya Mungu, agizo la Mungu kwa njia ya neema. Endelea hapo mbele binti. Kwa hiyo mtu afanya hivyo ataishi kwa nini? Torati ya Musa ndivyo. Kwamba usiue ni kweli usiue. Usizini. Ukizini unapigwa kwa mawe. Ilikuwa ni sheria. Usifanye hivi unafanywa hivi. Kwa hiyo ndio ili kutimiza sheria ni jino kwa jino, jicho kwa jicho. Ni jicho kwa jicho, jino kwa. Na hayo maswali tunayo. Nafanya kwa nini yeye alinifanyia hivi? Ni Torati. Amesonya. Mimi ni askari katika jina la Bwana wa majeshi. Tunalindwa na nguvu. Tunapita dunia hii kama maaskari na kama mabalozi wa Yesu Kristo. Sifa kwa mwana kondoo. Sina mnamo. Amen. Pesa utahangaika. Tu amekaa kinyangalila. Sio hivyo aliumba anatembea hivi, lakini unaoneje hii minisketi yangu hapa? Bure rwa. Ajela kirojoke mbele. Bwana ni ya kufurahia. Kumbe nimehesabiwa haki ile tu kuokoka. Yesu hakuhesabu tena dhambi nilizozifanya. Amenihesabia haki. Sawa eh? Amen. Najua mimi ni mzuri sana tuseme. Si kwa sababu ya urembo wala dini. Ni Yesu. Amen. Amen. Uzuri wangu ni Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Tuko na watoto wetu hapa. Dunia ingewameza. Wamempata Yesu. Wanafurahi. Amen. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Never return, never again. Sitarudi nyuma. Amen. Hata wangeenda uchi marana, tutaenda kifua mbele. Amen. 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 Ulikuwa na ushuhuda wa maheps kwa ajili ya wale wavuta madawa kitabu fulani. Watu waliharibikiwa kabisa. Wanawake waliharibikiwa wavuta madawa ni. Kwa hiyo waliwekwa sehemu wanatengenezwa kama nani ngome fulani. Mhubiri mmoja wa Injili. Halafu wateule dhambi ni mbaya ati. Wako wanatibiwa ndio. Ukisema tu habari ya Yesu. Ukisema tu habari ya Yesu. Watakuua wale wanawake. Maana wameharibikiwa. Sababu
Yesu afanye niwe hivi? Wanamwona balaa. Lakini mtumishi mmoja wa Mungu, mzungu, ni nchi za wazungu, akawa na mzigo juu ya wale wanawake, ila kwenda kule. Wewe labda uende kwa hayo mambo yao, lakini sio injili. Akaomba Mungu, kama ni kufa nifu. Ni kama ngome kubwa tu. Sasa ukienda kwa paela ya kahawa nini, wewe ni mtu mzuri. Mara ya kwanza anaenda tu, ila ni mambo magumu nawaeleza kanisa la Yesu Kristo. Ni ushuhuda wa kweli. Tunasoma vitabu. Ni uchi wa nyama. Na yule mhubiri anaenda anapeleka hela za kahawa nini, wanafurahi, wanamwaga. Na bahati Mungu anamlinda, hawagusia yale mambo maovu. Anaenda siku hiyo. Akaenda wakawa kama wanafanya debating, wanaongea, anaacha taxi, mistari tu michache kuhusu Yesu. Na huko ameomba na kufunga. Akienda inatokea mmoja anamwambia, kwa sura ile niliyosoma ile sentensi, Yesu anaweza kunibadilisha. Anasema yeye atakubadilisha. Kikubali. Sasa hamuombei yule pale nje. Pale ndani anatoka nje. Anashtukia yule tayari ametoa kama wawili kwa mara moja. Wakienda wanapewa nguo, Yesu anawabadilisha. Akawa anaenda hivyo hivyo. Baadaye ikaenda kwa injili ya wazi, wale mahepsa wakampokea Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya. Neema. Dunia imechakazwa na adui. Wewe ukipuuza neno la Mungu, nani atamponya jirani yako? Nani ataponya kijana kama wewe? Amen. Amen. Nani alikuwa anasoma wapi? Ulifikisha wapi? Amen, amen. Hamna tofauti ya Yahudi na Myunani. Lakini tu nichukue neno moja. Haki tunaipata kwa kumwamini nani? Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba tena tuangalie haraka haraka. Hebu mmoja anisomea haraka haraka tu Waebrania 10:9. Kuja ni afanye mapenzi yako. Zamani mkuja ni afanye mapenzi yako. Aondoa la kwanza ili kusudi alisimamishe la pili. Katika mapenzi hayo mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Na kila kuhani usimama kila siku akifanya ibada na kutoa dhabihu zile zile mara nyingi ambazo haziwezi kabisa kuondoa dhambi. Kweli kabisa. Lakini huyu alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumuyo hata milele, aliketi mkono wa kuume wa Mungu. Tangu hapo akingojea hata adui zake wawekwe kuwa chini ya miguu yake. Maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele hao wanaotakaswa. Amina. Kifo cha Yesu, zile amri 10 zimefukiwa huko. Na anamsema Yesu ambaye amedhihirishwa kutokana na kinywa cha manabii. Kwa tunaona thamani ya kanisa ni kubwa sana sana. Siangalie nje. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Thamani ya kanisa ni kubwa. Ila agano la kwanza la sheria neema imelifunika. Hebu naomba kidogo. Hebu Waebrania 3:16. Waebrania 3:16. Maana ni akina nani waliokasirisha waliposikia? Si wale wote waliotoka Misri wakiongozwa na Musa? Ndio. Tena ni akina nani aliochukizwa nao miaka 40? Si wale waliokosa ambao mizoga yao ilianguka katika jangwa? Amina. Hebu acha hapo. Jamani, iroeti kiso. Amen.
hapa tunajifunza kuhusu Israeli. Si taifa la Mungu. Mungu si alikuwa na agano nao? Tunasikia walivyoangamizwa. Nimesema mtu aliyeokoka ajihadhari. Wala ambao wamezoea kila kitu ni sawa tu. Amwefu watu wamekayoteje. Ajali. Lakini kumbuka taifa la Mungu. Watu ambao Mungu amewapigania kutoka Misri kwa Farao. Lakini kwa sababu ya mioyo, manunguniko, maneno, lawama na mtumishi wa Mungu Musa, waliangamizwa jangwani. Unajua angeweza kuvuka bahari ile ya Shamu, kufika nchi ya ahadi kwa siku 11, hata wiki 2 isingefika. Lakini walizunguka miaka 40 wamaliza Misri wao. Kwa hiyo tuangalie sana kanisa. Yale mambo ya kupuzia tu. Kila kitu wewe unaona sawa tu. Si sawa huko mbeleni. Kwa mbele kuna kilio na kusaga meno. Ndio maana tunapiga makelele. Kuna watu ambao shetani amewaharibu akili. Haya ndio machozi yangu na machozi ya utumishi wa Mungu. Ile rotation, ule mzunguko wake wa akili, shetani ameshauharibu. Nenda ukatafakari nalo kuambia, utakuta ni kweli. Shetani anapoharibu mzunguko wa akili na kushika mateka, hakuna jambo zito kwako nje ya mawazo yako na nafsi yako. Ndio maana utakuta hapa maneno mengi ya Mungu yamehubiriwa, lakini mtu ni yule. Kama huwa hajaki mafundisho, habadilishwi na hiyo kitu. Mzunguko umenaswa. Tuko pamoja? Amen. Walifanywa muujiza jangwani, wakalishwa mana na nyama, lakini bado hawakukumbuka. Unajua kuna mambo tunasahau ati. Hebu turudi huko tulikotoka. Kila mtu ana siri yake hapa, huko alikotoka. Sawa Mungu hakukuuliza wakati ukitubishwa. Alisema tu, dhambi zenu hata kama ni nyekundu kama damu, ukikubali sitaondolewa. Watu wangeambiwa lazima ukiri maovu, watu wasingeokoka. Yesu akayafuta tu kwa damu yake akayaondoa. Tumetolewa mbali jamani. Watu wanajua siri zao. Unakuja kwenye wokovu unasahau kwamba ukirudi huko mambo yatakueje. Maana maandiko yanasema ukianguka, Biblia inasema ni jambo la kutisha kuanguka katika mikono ya Mungu aliye hai. Shetani atakuchakaza mpaka kieleweke. Utakuwa historia ya uovu. Kumbuka ulikotolewa. Amen. Kwamba waliokosa, anaitwa ni upendo ni moto unaokula. Watu tunaposema kulinda haki ni kulinda maneno ya Mungu. Kulinda sheria ya Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba 10:37 hapo tualisomee. Ndio. Kwa kuwa baada kitambo kidogo sana yeye ajaye atakuja. Ndio. Wala hatakawia. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Mwenye haki kanisa. Naye akisita, roho yangu haina furaha naye. Lakini sisi hatumo miongoni mwao wasitao kupotea, bali tumo miongoni mwao hao walio na imani ya kutokoa roho zetu. Bwana asifiwe. Amen. Naomba rudia kidogo. Kwa kuwa baada kitambo kidogo sana yeye ajaye atakuja, wala hatakawia. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Ataishi kwa imani. Naye akisita, roho yangu haina furaha naye. Haina furaha. Ni yale kaka, ni yale mambo tunayokabiliana nayo. Ile kufikiri Yesu amechelewa, maandiko anasema anakuja. Na akasema hivi, mwenye haki ataishi kwa imani. Maana yake nini? Hata kama kuna vikwazo, kuna upinzani, bado tunapaswa tupenye. Tukiwa na imani pamoja na hali ngumu, lakini Yesu anakuja. Bwana asifiwe. Mwenye haki. Aliyeokoka amepewa haki.
sio sheria. Tumepewa haki ya kutembea na neno la Mungu. Nimefafanua kuhusu maneno na neno. Amen. Saa ingine maneno yako yanaharibu neno. Unanielewa maneno ya kinywa chako yanaharibu uwepo wa neno la Mungu au kile Mungu alichoagiza katika maisha yetu. Mungu atusaidie. Nimalizie Zaburi ndio Zaburi ya 92 mstari wa 12. Namalizia hapo. Upande wa chini asome, upande wa chini. Mwenye haki atafanyeje? Upande wa chini, mwenye haki atafanyeje? Wajuu. Toma tena wasikie vizuri. Mwenye haki atastawi kama mtende. Ndio. Atakuwa kama mwerezi wa Lebanoni. Haleluya. Waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawi katika nyua za Mungu wetu. Amina. Watazaa matunda hadi wakati wa uzee. Ndio. Watajaa utomvu, watakuwa na ubichi. Watangaze ya kuwa Bwana ni mwenye adili. Mwamba wangu, ndani yake hamna udhalimu. Hamna udhalimu. Hebu tupige Yesu makofi. Amen. Saa ingine mtu anafikiri ikiwa mwenye haki ni maskini. Hapana. Mcha Mungu atastawi. Mungu amesema basi itakuwa hivyo. Kwamba ni lini Mungu anajua. Simamia neno la Mungu. Amen. Rudia tena somi. Maneno mazuri ya kuhitimisha mafundisho yangu. Mwenye haki atastawi kama mtende. Atakuwa kama mwerezi wa Lebanoni. Mwerezi ni mahali ambapo kulikuwa na yaani huo mwerezi wa Lebanoni ni kama ile tunasema bustani fulani yenye mvuto iliyostawi. Ndivyo alivyo mcha Mungu. Amen. Saa ingine hatuoni tuna hizo baraka maana tunaangalia kwa macho, tunaishia kwenye akili. Mwenye haki atastawi kama mtende. Ndio. Atakuwa kama mwerezi wa Lebanoni. Waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawi katika nyua za Mungu. Wale wacha Mungu, watu wa kiroho, wana baraka za rohoni na Mungu pia atashughulikia mali zao. Haleluya. Ni ahadi ya Mungu katika ahadi zake alizonazo. Watazaa matunda hadi wakati wa uzee. Ndio. Watajaa utomvu, watakuwa na ubichi. Haleluya. Hizo baraka za Mungu hata umezeeka, Mungu atakuwekea hazina akiba ya uzeeni. Bwana asifiwe. Baraka za uzeeni. Haleluya. Utakuwa fukara maana ni ahadi ya Mungu. Wewe simama upande wa Mungu na yeye akae upande wako. Amen. Simama. Simama, funga macho, inua mikono juu tukiimba Bwana. Tuanze tena. Bwana usemo yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu natembea na wewe pamoja na wewe
mtu mwenyewe amshukuru Mungu. Kutokana na ujumbe uenda umepata kitu, mweleze Mungu ulichokipata. Wewe peke yako ukiamua kunyamaza shauri yako. Ila naomba usimame, maana umekaa sana. Naomba ukisimama. Kusimama ina heshima pia mbele za Mungu mtakatifu. Baba, katika jina la Yesu, Mungu wa milele, Mungu wetu, tuna kila sababu ya kukushukuru na kulibariki jina lako shujaa, mwaminifu na wa haki. Mungu, saidie, tuwezeshe tuwatifu kwa neno lako Bwana. Tubariki Mungu, tuinue. Inua kanisa lako Yesu. Wewe ni mwaminifu na haki kabisa, Mfalme. Katika jina la Yesu, Mwana wa Mungu aliye hai, tunajikabidhi mikononi mwako, Baba wa milele, Mungu wetu, Bwana wa mabwana, Roho Mtakatifu ahusike na watu wako, katika jina la Yesu, Mwokozi uishie na kumiliki. Tunauliza baraka zako Mwenyezi Mungu, katika jina la